Mambo vipi mpenzi mtazamaji popote ulipo? Ninakusalimu hujambo. Karibu niweze kukufafanulia na kukupakulia mawili matatu yale ambayo yameweza kutendeka. Huenda siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 ikawa ni siku ya kukimbizana baina ya wafuasi wa Rigathi Gachagua, naibu wa rais wa pili, pamoja na maafisa wa polisi. Kwa nini? Kuna mipango ambayo imeweza kupangwa na wafuasi wa naibu wa rais wa pili kuandamana siku ya Jumanne kuelekea makazi ya Kithure Kindiki pamoja na afisi ya Kithure Kindiki, wakimshinikiza kuondoka mamlakani. Jinsi ambavyo tunazungumza, barua imeweza kutumwa kuelekea kwa Inspector General, wakimuomba Inspector General Douglas Kanja kuwapea ulinzi, kuwatumia maafisa wa polisi kuwalinda kipindi ambapo watakuwa wanaandamana, ili maandamano yawe ya amani. Je, hilo litafanyika kweli? Sote tunajua wiki iliyopita siku ya Ijumaa, mahakama ya rufaa iliweza kusema kwamba jopo ambalo liliweza kuundwa la majaji watatu na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kusikiliza kesi ya Rigathi Gachagua, lile jopo halikuwa na mamlaka. Kwa sababu gani? Mahakama iliweza kusema kwamba mtu ambaye yuko na mamlaka ya kuweza kuteua benchi la majaji watatu kusikiliza kesi ni jaji mkuu peke yake ambaye ni Martha Koome. Hamna mahala ambapo katiba imeweza kusema kwamba naibu jaji mkuu aweze kumsaidia jaji mkuu kuteua jopo la kusikiliza kesi. So kutokana na hayo, sote tunakumbuka kwamba lile jopo ndilo liliweza kuamua kwamba Kindiki aingia afisini, Gachagua aende nyumbani. So kutokana na kwamba lile jopo liliweza kutangazwa kwamba halikuwa la kikatiba, kumaanisha kwamba Kindiki anafaa kukua nje, Gachagua kwe ndani. So wafuasi wa Gachagua wameweza kuandika hivi, jinsi ambavyo unaona hapo, kupitia kwa chama cha Farmers Party. I think chama cha Farmers Party ni cha aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu, Ferdinand Waititu. By the way, Waititu anaozea kwa jela. Amejaribu kukata rufaa hapa na pale kuona iwapo ataweza katolewa ndani ya serikali, yani ndani ya jela, bado hajaweza kufanikiwa. So chama chake, unajua ukiwa na kesi alafu upinga serikali, itakuwa ni rahisi serikali kukutupa ndani ya jela. Lakini ukuwe na kesi lakini usifu serikali, serikali itakuacha uhuru. So unajua akina Mwangi wa Iria sasa hivi wako wanaenda kwa ukuta, wanafinya pale, pesa zinatoka. Kwa ATM wanafinya, pesa zinatoka, licha kwamba wako na kesi mahakamani. So barua imeweza kutumwa kuelekea kwa Inspector General, jinsi ambavyo unaona hapo. Ikasema kwamba Mr. Douglas, Farmers Party, date 12 May 2025. Mr. Douglas Kanja Kirocho, Inspector General of Police, National Police Service, Jogoo House. Dear Sir, notice to hold peaceful demonstrations Tuesday, May 13th, 2025. So, unasikia mada kuu ambayo wameweza kuipeana, wanasema kwamba wanataka kuandaa maandamano ya amani siku ya Jumanne tarehe 13 Mei mwaka 2025. Je, hilo litakubalika kweli? The above subject matter refers, number 1, following the ruling of the Court of Appeal
on the removal from office of His Excellency Rigathi Gachagua as the Deputy President of the Republic of Kenya, by the way, by way of impeachment. We, the party and the members of the public, will be holding a peaceful procession tomorrow to the official Deputy President residency in Karen to reinstall Rigathi Gachagua as the Deputy President designate of the Republic of Kenya, being the rightful holder of that office. We are guided by the rule of law as people which we subscribe to, uphold as provided for in the COK, Government of Kenya 2010 Constitution. We wish to be counted in this momentous time where constitutionalism must be corrected and upheld further. Our intention is to protect the sovereign will of the Kenyan people who elected His Excellency Rigathi Gachagua, His Excellency as the Deputy President of the Republic of Kenya during the 2022 general election. We humbly request you to provide us with security tomorrow as we carry out this democratic and constitutional duty. We look forward to a peaceful procession with guaranteed security and peace for all those within and around the procession routes. George Wakibi Njogu, Executive Director, Farmers Party. So unasikia lengo la hii barua ni kuweza kumwarifu Inspector General aweze kujua kwamba watakuwa wanaandamana, na lengo lao la kuweza kuandamana ni kutaka kumrudisha afisini Rigathi Gachagua kutokana na uamuzi ambao uliweza kutolewa na mahakama ya rufaa kwamba lile jopo ambalo liliweza kumuondoa Gachagua mamlakani halikuwa limeweza kuundwa kupitia kwa vigezo vya katiba. So wakasema kwamba ni heri waandamane wakishinikiza Gachagua aweza kurejeshwa mamlakani. So watakuwa naelekea kuelekea kwa ofisi ya naibu rais pamoja na makazi ya Kithure Kindiki. Na nielewa mpenzi mtazamaji. So kutoka hapo, lengo lingine ambalo wameweza kuomba serikali ni moja, waweze kupewa ulinzi wa kutosha kipindi ambapo watakuwa wanaandamana. Wamesema kwamba mambo yao yatakuwa ya amani na watakuwa mambo yao yatakuwa ya amani. Wanataka kuchunga katiba ambayo inasema kwamba mahakama ikiamua imekwisha amua. So mahakama imeamua Gachagua arudi afisini. That is according to them. So wakaweza kumuomba Douglas Kanja Kirocho kuwapea ulinzi. Je, hilo litawezekana? Kwa sababu katika taifa letu la Kenya sijawahi ona mahala ambapo maandamano yanalindwa na polisi. Not unless maandamano ambayo yamekuwa stage managed na serikali. Do you know serikali inaweza ka stage manage maandamano? Ama mkuona kipindi cha Gen Z? Kulikuwa na maandamano ya serikali kipindi cha Gen Z, wale ambao waliweza kulipwa 1,000, 2,000 wakiimba jijini Nairobi kwamba pea serikali muda wafanye kazi. Pea serikali muda wafanye kazi. Na walikuwa wanachungwa na polisi. Na wale Gen Z ambao walikuwa wanaandamana wakisema kwamba pea serikali muda wafanye kazi, pikipiki zao zilichomwa. Sasa upewa shilingi 100, pikipiki yako ichomwe, hasara ni kwa nani? Serikali ijeenda hasara, ni wewe umeenda hasara. Hayo ndio maandamano peke yake niliweza kuona polisi wanalinda. Lakini ya maandamano ya raia, mwananchi wa kawaida mwenye nataka haki iweze kutendeka, utangoja. So mimi niko hapa, nitakuwa nangojea siku ya Jumanne nione je, hawa ambao wamesema kwamba wataandamana mpaka Karen, mambo yataenda vipi? Je, watafika pale ama vipi? Je, maandamano yao yatafikia ya wafuasi wa ODM
ama maandamano ni ya ODM peke yake. Lakini kulingana na mimi, Mr. Eagle Ezra, ningeomba niweze kupeana ushauri kuelekea kwa kiongozi Rigathi Gachagua. Mimi ni mtoto mdogo lakini naweza kumshauri. Gachagua, tunakuomba haya maandamano ungeyasitisha kidogo, waambie wafuasi wako watulie. Kwa sababu serikali sasa hivi haijalala, inaweza kakimbia kesho ama Alhamisi kuelekea mahakama ya Supreme Court, ama ukipenda mahakama ya upeo. Waseme kwamba ule uamuzi ambao uliweza kutolewa na mahakama ya rufaa, kwamba lile jopo ambalo liliweza kuchaguliwa kusikiliza kesi ya Gachagua lilikuwa na haki, lilikuwa sawa kuweza kuwekwa mamlakani. Na sote tunaelewa kwamba tumekuwa tukiona kesi inatoka High Court, inaenda Court of Appeal, maybe matokeo ni yale yale, lakini akifika Supreme Court mambo yanabadilika. So Gachagua should have waited. Gachagua fans should have waited tuone jinsi ambavyo Supreme Court itaamua. Supreme Court ikiamua kila kitu, hapo sasa waandamane, waende kuitisha ushindi wao. Lakini wakitegemea haya maamuzi ya Court of Appeal, what about serikali ikimbie iingie upande wa Supreme Court na uamuzi uweze kutolewa ambao unaegemea upande wa serikali? Tutakuwa tunasubiri tuweze kuona hayo mambo. Mimi niko hapa, usikose kupiga subscription, kwa sababu ukipiga subscription hapo kesho ama hii leo siku ya Jumatano, yani Jumanne tarehe 13, utakuwa unapata kila kitu. Ukipiga subscription, ukitana notification nikiachia video kuhusiana na hayo mambo, utakuwa unayapata kwa haraka sana. See you in the next video. God bless you. Asanteni sana.